Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika kasi huko moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó amesema kuwa katika ziara yake ya hivi majuzi huko Moscow alijionea dhamira ya Urusi ya kufikia utatuzi wa amani katika mzozo wa Ukraine. Szijjártó alionyesha matumaini kuhusu mijadala inayoendelea kati ya Urusi na Marekani kuhusu Ukraine, akisisitiza nia ya Hungaria katika mafanikio yao. Anasema, leo niliona kwamba Urusi pia imejitolea kwa mafanikio ya mazungumzo haya, ambayo inatupa matumaini makubwa ya kufikia usitishaji vita endelevu na wa kudumu na hatimaye kufikia makubaliano ya amani, Szijjártó alisema katika ujumbe wa video uliorushwa kwenye kituo cha runinga cha M1. Vile Marekani haiwezi kuchukuliwa kuwa mpatanishi wa kweli katika mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine, kwani Washington inatumia yale kwa maslahi yake, Song Ki, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha utafiti wa Urusi na Asia Kati katika chuo cha Shanghai cha sayansi ya jamii, anasema mazungumzo yoyote ya usafiri wa Marekani na Urusi na Ukraine hayawezi kutatua tatizo hili. Hata kama ikulu ya Marekani inayodai kuwa mafanikio makubwa yamefanywa, nina shaka na uwezo wa Marekani wa kupatanisha, kwa kuwa inatafuta kutumia mitaji kwa swala la Russia na Ukraine. Mtaalamu huyo alibishana akitoa maoni yake kuhusu duru ya hivi punde mazungumzo ya Russia na Marekani mjini Riyadh. Kulingana na Suki, mazungumzo ya hivi majuzi kwa hakika ilishughulikia masuala ya kiufundi ambayo hayawezi kuondoa mizozo mikubwa kati ya Urusi na Ukraine, au sivyo kutatua mzozo huo na kutoa usitishaji vita kamili. Wakati huo kutoelewana kwa kina juu ya usitishaji vita wa kudumu kati ya Urusi na Ukraine bado kunasalia, na mazungumzo magumu zaidi bado hayajatokea, mtaalamu huyo alionya alipokuwa akirejea mizozo ya maeneo na usaidizi wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Anasema hata kama makubaliano ya kusitisha mapigano ya Bahari Nyeusi yalifikiwa katika mazungumzo ya Riyadh, athari halisi kutoka kwa mazungumzo haiwezi kuonekana kuwa ya kuridhisha, kwani hakuna utaratibu wa uangalizi kwa wachezaji wakubwa nje eneo hili au mashirika kimataifa. Hakuna mikataba na serikali ya Volodymyr Zelensky inayoweza kutekelezwa mradi tu magenge ya wanazi mamboleo yapo huru nchini Ukraine na serikali haina uwezo juu yao, anasema mkuu wa vuguvugu nyingine la Ukraine, kiongozi wa zamani wa jukwaa la upinzani lililopigwa marufuku, Viktor Medvedchuk. Anasema Rais wa Marekani Donald Trump lazima aelewe kwamba makubaliano na mamlaka ya Ukraine hayawezi kutekelezwa kimsingi, kwa vile serikali hii haina mamlaka na uwezo halisi wa kutimiza makubaliano yoyote wakati nchi inatawaliwa na magenge ya wanazi mamboleo. Hii Medvedchuk aliandika katika safu aliyochangia kwenye jukwaa la vyombo vya habari la Small Trim. Alisema kuwa magenge haya ya wanazi mamboleo yaliundwa kama mstari wa mbele dhidi ya kila kitu kinachohusiana na Urusi. Anasema, na leo mwanasiasa huyu alibainisha wanatawanya maneno ya kumpiga Trump nchini. Kulingana na yeye, fomu hizi zina silaha na hazifi mbele, lakini ziko tayari kusema dhidi ya Zelensky wakati wowote. Anasema leo hii Zelensky anaweza kuahidi Marekani chochote, lakini ikiwa makubaliano hayakubaliani na maoni ya wanazi mamboleo nchini Ukraine, yatavurugwa na watu hao wenye itikadi kali, kwani hakuna serikali ya kweli nchini ambayo ingewapinga na hakuna kutekeleza makubaliano ya amani, Medvedchuk alisisitiza. Vile Volodymyr Zelensky amesema katika mahojiano na jarida la Time kwamba bajeti ya Ukraine haitoshi kufadhili jeshi na kuilazimu Kiev kutegemea msaada wa Ulaya. Anasema ikiwa kuna usitishaji wa mapigano, aina fulani ya pause, jeshi linaweza kushikilia kwa muda gani, lakini wanahitaji kupumzika, mzunguko, hifadhi, mishahara. Hilo ni tatizo la kweli. Nadhani kwa sababu jeshi lilikuwa dogo siku zote kuliko ilivyo sasa, na wakati jeshi ni kubwa mara 3 kuliko ilivyokuwa, basi inahitaji kufadhiliwa. Bajeti ya Ukraine haitatosha. Kwa maoni yake, kuwa na mipango maalum ya kutenga fedha kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Anasema Ulaya inahitaji kufadhili, kimsingi Ulaya na Amerika, lakini katika hali ya sasa ningetegemea zaidi Ulaya, alisema. Mnamo Machi 25, bunge la Verkhovna liliidhinisha sheria juu ya ongezeko kubwa la mishahara kwa wafanyakazi wa wizara, ambayo itakuwa kubwa kuliko ile ya wanajeshi. Hapo awali mishahara ya wafanyakazi wa serikali ya Ukraine ilikuwa juu mara 3 hadi 10 kuliko wastani wa kitaifa. Naibu wa Verkhovna Goncharenko
alikosoa bajeti ya Ukraine 2025 iliyoidhinishwa na nakisi ya dola bilioni 37.2 au asilimia 19.4 ya pato la taifa kwa kusaidia barabara na mishahara mikubwa ya maafisa, lakini siyo jeshi. Vile vikosi vya Urusi vimetumia ndege za Geran-2 zisizo na rubani kulenga eneo la kurushia ndege za Kiukraini katika mkoa wa Zaporizhzhia, kulingana na taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi ambayo pia ilitoa video ya operesheni hiyo. Anasema Wizara ya Ulinzi imechapisha picha za mashambulizi ya ndege za Geran-2 zisizo na rubani kwenye tovuti ya Ukraine ya maandalizi ya kurusha drone huko Dolinskoye, mkoa wa Zaporizhzhia. Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, kundi la vita la Urusi Mashariki lilisababisha takriban vifo 150 kwa wanajeshi wa Ukraine kwenye eneo lake la uwajibikaji katika Jamhuri ya Watu Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia. Jeshi la Ukraine lilipoteza takriban wanajeshi 150, magari matatu pamoja na silaha nyinginezo mbalimbali, bila kusahau ndege zisizo na rubani. Vile katika muda saa 24 zilizopita, jeshi la Ukraine limefyatua risasi 230 na kurusha ndege zisizo na rubani 48 katika mashambulizi dhidi ya Belgorod na wilaya 8 za mkoa wa Belgorod na kujeruhi raia wawili, Gavana Vyacheslav Gladkov anaripoti. Vile kamati ya uchunguzi ya Urusi imefichua visa vipya vya wanajeshi wa Ukraine kuwaua raia katika wilaya ya Sudzhansky ya mkoa wa Kursk. Msemaji wa kamati Zevlana Petrenko anatangaza, kulingana na habari iliyopatikana kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, anasema tumegundua kuwa mnamo Agosti na Septemba 2024 katika kijiji cha Kazchaya Loknya katika wilaya ya Sudzhansky ya mkoa wa Kursk, wanajeshi wa Kiukraini ambao waliingia kinyume cha sheria katika eneo la Urusi waliua angalau raia wawili waliohifadhiwa katika nyumba za makazi. Zaidi ya hayo, wanajeshi wa Ukraine walihusika katika uporaji kwenye vijiji vya Zaoleshenka, Kazchaya, Loknya na Zamostoe. Vile amri ya Rais wa Urusi Vladimir Putin ya kupiga marufuku mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati ya Ukraine kama sehemu ya kusitishwa kwa siku 30 inatekelezwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema agizo la Putin kuhusiana na kusitishwa linatekelezwa na vikosi vyetu vya wanajeshi. Kusitishwa kunapaswa kuzingatiwa bila masharti, msemaji wa Kremlin alibainisha. Vile utawala wa Kiev unalenga kwa makusudi waandishi wa Urusi na kudhoofisha ulinzi wa kisheria kwao, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, akizungumzia ripoti iliyosema kwamba Anna Pokrovyeva, mwandishi wa habari wa kijeshi wa Channel 1, aliuawa wakati akitekeleza wajibu wake wa kitaaluma katika mkoa wa Belgorod. Zakharova amesema vinginevyo waandishi wa habari wangekufa kwa kiwango kikubwa katika maafa, na leo utawala wa kigaidi wa Kiev ni janga hili ambalo linalenga kwa makusudi waandishi wa habari na kanuni za sheria za kimataifa ambazo zinapaswa kuwalinda. Mapema siku ya Jumatano wa Channel 1 ilisema Prokofyeva mwenye miaka 35 aliuawa katika eneo la mpakani la Belgorod. Mpiga picha Dmitry Volkov ambaye aliandamana naye alijeruhiwa. Vile wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakichimba kwa kiasi kikubwa mbinu za makazi katika mkoa wa Kursk. Kaimu mkuu wa huduma ya uhandisi ya jeshi la kusini anayejulikana Pegasus anasema, aliongeza kuwa migodi hiyo pia imezuia uhamishaji wa raia kutoka Malaya Loknya na Viktorovka. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice, ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.